Kata zote, vijiji vyote. Nilipita kwa mambo makubwa haya mawili. La kwanza ilikuwa ni kuwashukuru wananchi na kwa wana CCM kwa ujumla. Lakini la pili nilipita kwenu na kuja kuwaambia kwamba mimi ndio kwanza na mmenichagua kuwa mbunge wenu. Hiyo kazi yenyewe ya ubunge sijui nianze na kitu gani. Kwa kila eneo mlinipa kipaumbele chenu kitu gani tufanye, sivyo? Lakini kama tunaweka kumbukumbu vizuri, wakati tunaingia madarakani mwaka 2020, wilaya yetu ya Mafia kwa upande wa shule za sekondari ilikuwa na shule za sekondari 6. Katika kata 6 tu. Moja wapo ikiwemo hii ya Kilindoni. Kata zetu mbili, kata ya Jibondo na kata ya Ndagoni zilikuwa hazina shule. Tunaelewa vizuri? Na tukumbuke kuwa mpaka mwaka 2020 toka nchi yetu ipate uhuru, toka jimbo hili la Mafia lizaliwe, mwaka 2020 wilaya yetu ilikuwa inatimiza miaka 60. Tumeelewa vizuri? Ukipiga hesabu kutoka 61 mpaka mwaka 2020 ni miaka mingapi? Miaka 60. Miaka 60 tulikuwa na kata 6 kwa shule 6 za sekondari. Nafahamika vizuri hapo? Ukipiga hesabu za haraka, ukichukua miaka 60 ukigawanya kwa 6, tafsiri yake kila baada ya miaka 10 ilikuwa inajengwa shule hii. Kila baada ya miaka 10 shule ngapi? Tumeelewana vizuri eh? Lakini sasa nije kusoma yale ambayo yalitokea baada ya hapo. Maana huko ni nyuma tunazungumza. Kwa upande wa shule za sekondari kwenye kata yetu ya Kilindoni, hapa nitakayosoma ni ya kata Kilindoni peke yake. Tumeelewana vizuri eh? Kwa sababu tumegawanya kwenye kata, kwa hiyo tutakayosoma ni yale yanayohusu Kilindoni. Upande wa Kilindoni tumefanya yafuatayo kwenye upande wa elimu ya sekondari. Ya kwanza ni tulikuwa na shule yetu ya sekondari ya Kilindoni ambayo wengine wanaita Jitimai, wengine wanaita Kilindoni. Yafuatayo yamefanyika ndani ya miaka 5. Kwanza tulifanya ukarabati wa maabara 2 zilizokuwa pale. Lakini vile vile tulifanya ukarabati wa vyumba 19 vya madarasa. Tulifanya ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa 19 kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Lakini tumekwenda kujenga pale mabweni 2 ya wanafunzi. Tumekwenda kujenga pale matundu ya vyoo 12. Lakini vile vile tumeweka mfumo wa maji safi na salama kwa ajili ya vijana wetu katika shule ya sekondari ya Kilindoni. Makofi mengi kwa Dr. Samia tafadhali. Jumla ya fedha iliyotumika kwenye shughuli hizo ilikuwa ni milioni 793,603,634 na senti 23. Eneo lingine kwenye upande wa elimu ya sekondari, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kata hii ndio kata kubwa, sio? Kata hii ndio kata kubwa. Hata idadi ya matawi utaona kwenye kata hii ni kubwa tofauti na kata nyingine. Lakini tulikuwa na shule hii moja ya sekondari. Ndani ya kipindi cha miaka 5 hii ya kwanza ya Daktari Samia Suluhu Hassan na mimi, nipigeni makofi. Maka kuna wengine hapa wanachukia. Na kuna watu juzi walikwenda kwenye kikao. Na nyinyi wengine mlikuwepo. Tunaelewa vizuri eh? Wengine mlikuwepo kwa sababu hivi vyote akafanya Dr. Samia bwana. Tunaelewa vizuri eh? Kama hawezi kufanya Dr. Samia bila nani? Wala huwezi kumtenganisha Dr. Samia na nani? Tunaelewa vizuri eh? Na mwishoni nitakuja kutoa kisa kizuri hapa. CCM moja. Ndani ya kipindi cha miaka 5 ndugu zangu tumejenga shule mpya ya sekondari. Sawa eh? Katika eneo la Kurugeni Kilimahewa, katika eneo la Kunjanazi, shule ambayo iliyojengwa mpya ina madarasa 8, ina jengo la utawala, ina maabara 3, ina maktaba, ina darasa la tehama, ina vyoo 12 kwa ajili ya wanafunzi, ina nyumba moja ya mwalimu, ina mnara wa maji pamoja na tenki ya maji kwa ajili ya maji safi na salama ya kutumia,
shule hiyo imeshasajiliwa na imeshaanza kutoa huduma toka mwaka 2024 kwa jina la Rapta. Makofi mengi kwa. Sasa hii hakuna mtu aliyehisi hata mmoja kwamba ndani ya kipindi kifupi tunaweza tukapata shule mpya nini ya sekondari CCM. Lakini shule imejengwa na imeanza kutoa nini? Kutoa huduma. Na hii ni kutokana na malalamiko na maombi yenu nyinyi. Wakati nikipita kwenye maeneo mbalimbali kufanya vikao, watu wa Msufini mpo hapa, watu wa Bondeni Pwani mpo, watu wa kule Migombani mpo hapa. Nilikokuja maeneo yenu kwa ajili ya kufanya vikao, mlisema watoto wetu, watu wa Kilimahewa mpo, watu wa Bungeni mpo. Tulipopita kwenye vikao mlisema watoto wetu kutoka huku upande huu wa Kilindoni huku kwenda kule Jitimai kwenye shule ambapo mahala ilipo kule mahakamani kule tunaita Magemani, sio? Ni umbali mrefu. Watoto wetu wengi wanakwenda Chocho, sijui nisema Chocho? Chaka. Nitumia Chaka. Watoto wengi wanakwenda Chaka. Ili kuondoa tatizo hilo, tupate shule nyingine. Shule imejengwa kujengwa. Maombi hayo mlimpa nani? Mlimpa nani? Sasa bila mimi kupeleka na kulepa fedha, nani kapeleka? Mbona haikujengwa 2019? Hafu ndo anakuja na mimi nataka wewe. Sisi moja. Jumla ya shilingi milioni 835,998,425 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa shule yetu ya sekondari mpya ya pale Rapta. Sisi moja. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ndani ya kipindi cha miaka mitano, ndani ya kipindi cha miaka mitano, kata hii ya Kilindoni katika kijiji cha Dongo, tumeelewa vizuri eh? Tunajenga shule mpya nyingine ya sekondari. Nipigeni makofi. Ndugu zanguni, kwa awamu ya kwanza ile shule inayojengwa Dongo kwanza ni shule ya kitaifa. Thamani yake halisi ile shule itakapokamilika itakuwa ni bilioni 3. Pigeni makofi. Si mmenituma kazi? Mmenituma nini? Kuleta maendeleo wapi? Kuleta maendeleo kata gani? Kilindoni. Itakapokamilika ile shule itakuwa na thamani ya bilioni ngapi? Bilioni 3. Bilioni 1 na milioni 600. Wazungu wanasema 1.6 bilioni. Maana kwa sisi ndio lazima tuseme kizungu hiyo. Tumeelewana vizuri eh? 1.6 bilioni kwa ajili ya infrastructures. Mabegani anawapelekea hawa. Sisi moja. Kaeni ni washukuru wa juu. Sisi moja. Ndugu zanguni, shule ya sekondari inakwenda kujengwa wapi? Dongo, ambayo itakuwa tunaita ni shule za amali. Tanzania nzima shule hizi zinajengwa 103. Tunaelewana vizuri eh? 100 na ngapi? 103. Wilaya ziko 139. Tunaelewana vizuri eh? Kwa tafsiri yake kuna wilaya zaidi ya 36 zitakuwa hazina shule za nini? Za amali. Tunaelewana vizuri eh? Lakini shule hizi zilitakiwa zile zikajengwa kwenye maeneo ambayo hayana vyuo vya VETA. Tumeelewana vizuri eh? Sisi mafu ya VETA tunayo? Tunayo hatuna? Kwa nini upate shule hii? Kuna sababu maalum, kuna lengo maalum. Lakini kule mna mzungumzaji. Wakati zinapangwa hapo, tunaelewana eh? Mimi si tunashare kupanga. Sasa wakati unapanga unaniachaje kwa mfano? Sisi moja. Kaka picha kuna hapo mshakunguka unaingia aje kwenye kupanga? Sisi moja. Kwa ndugu zanguni, wale wanaotaka ushahidi nyinyi wote ni kata ya Kilindoni, sio? Kama mnataka ushahidi wa hili kitu gani kinachotokea hapo Dongo, baada ya kikao hiki mnaweza mkatoka mkaenda mpaka msikiti wa Dongo. Unajua? Msikiti wa Dongo pale kuna barabara inaingia kutokea Kitundu. Utembei hata kilomita 1. Utakuta majengo yamesimama.